ukimbilia, lakini ugonjwa hauwezi kuhamisha. Kwa hiyo hii ni nishani yake tu mwenyewe Mungu. Kwa hiyo cha msingi tumeitana hapa ndugu zangu, lazima tuishi kwa kupokezana katika kumwangalia huyu mgonjwa. Lazima tufanye zamzamu. Leo yupo kwangu, kesho yupo kwa Mwarabu, kesho yupo kwa bwana nani hapo. Wote tunapokezana katika kuangalia hali ya mgonjwa. Tukisema tukae mtu mmoja tu akae amwangalie mgonjwa, mambo mengine yatakuwa hayaendi. Kwa hiyo mgonjwa huyu alikuwepo hapa kwangu, nataka tupokezane. Au nani ana mawazo yoyote au nani anafikiria chochote kile jamani. Bwana Makame, ili swala ni zito kweli. Na binafsi naona kuna changamoto. Huyu bwana hapo alipo ni kama mtoto mdogo. Sawa. Unajua tena mtoto alivyo. Kila kitu anapaswa kufanyiwa. Kwa sababu hapo sio yeye tena. Kwa mimi naungana na wewe moja kwa moja katika harakati za kumsaidia huyu bwana. Binafsi najitolea kwa lolote, kwa chochote, kwa hali na mali kumsaidia ndugu yangu. Nipo tayari. Sasa sijajua kwa upande wa wenzangu wao wanasemaje. Bwana Makame kakaangu, ili swala ni zito. Na ili swala ni la kifamilia. Sawa? Na kama la kifamilia basi tubebe sisi kama familia wenyewe. Sawa? Alichokiongea bwana mdogo ni kizuri sana. Kwa hiyo tutakuwa tunapokezana mara huyu mara huyu. Ndio bwana Mwarabu, na wewe labda mawazo yako. Naam, najua nilikuwa nimekaa hapa kwa muda mrefu, nilikuwa najaribu kutafakari myself. Nilikuwa natafakari sana kwa kina kutokana na mimi umri wangu ulivyoenda. Unajua siku zote kiwalaza na upala vyote ni sawa. Tofauti kwa Mungu kiwalaza amekiumba yeye mwenyewe. Wakati kipindi cha nyuma katika kumbukumbu zangu, wakati napigana vita mwaka 61 pale Uganda. Ya majimaji ile. Ya majimaji pale. Kuna mwanajeshi mwenzetu mmoja alipigwa bomu la mdomo pale. Alipigwa, inasikitisha, alipigwa bomu la mdomo lakini hakufa kwa bahati nzuri. Yeye mwenzetu alikatika ulimi tu. Katika ile vita nao ulikuwepo? Nilikuwepo. Mimi si ndo mstari wa mbele pale. Nilikuwepo pale. Kwa bahati nzuri, kwa kubahatika kwangu mimi, nilikuja na kifaru. Kuendesha vizuri sana kifaru. Nikapiga msele. Ndo mara ya kwanza mwanajeshi kupiga msele kifaru. Akatokea Idi Amin mwenyewe mheshimiwa. Akasema huyu ni nani huyu? Akaona katika wanajeshi mimi umri ndo ulienda pale. Kwa hiyo akasema kulingana na huyu umri unaenda. Nikamwambia Idi Amin toa vifaru, ndo akarudisha himself. Bila shurutu. Kwa hiyo sasa lile tatizo mimi nalimudu. Yaani tatizo la huyu ndugu yetu. Kwa hiyo mimi nalimudu kwa kina kabisa. Umeelewa sijui? Kwa hiyo mimi naomba kwa hili niliingilie kati kama linawezekana. Naomba huyu bwana nimchukue mimi. Ikiwezekana mimi ndo nianze kukaa naye kwa sababu haya matatizo ninayamudu. Umeelewa sijui? Kwa hiyo mimi ningependa niende kukaa na huyu bwana. Yaani kabisa haijapingika kabisa. Si mwanajeshi wewe? Sawa. Bwana Mwarabu, mimi naungana na wewe. Kwa sababu kama ulivyoeleza umeshapita kwenye vita, changamoto nyingi umepita. Na kazi ya vita si mchezo. Kazi ya vita lazima ugangamale. Sasa mimi naamini kwamba ndugu yetu sasa kwa kuwa umeamua kuanza kuwepo naye, itakuwa jambo sahihi sana. Hili mimi nakuunga mkono na kupongeza sana bwana Mwarabu. Asante. Hili tafikia na sijui labda mwenyewe labda ulikuwa unaonaje mawazo ya ndugu zetu, labda ulikuwa unafikiriaje? Mimi kitu ambacho ninachoweza kusema, kikao hiki mimi nimekipenda. Kikao hiki nimekipenda, sisi tukiwa kama mashabiki wa Msimbazi wa Simba Sport Club. Kwa msimu huu lazima tutachukua ligi. Labda itokee tu Yanga kwa sababu mpira ni mchezo ambao unadunda. Na kitu kingine ni kwamba hili bwana ni taifa bora. Hili ni taifa bora, hii ni nchi ambayo ina wachapa kazi, na ukizingatia nchi hii ina mimea, ina wanyama. Na jambo la kumpendeza Mungu, siku hizi wanyama wanaimba. Wanyama wapo Kinondoni wanaimba. Kwa hiyo mimi ningeweza kusema kitu kimoja. Nimeipenda sana hii sherehe. Watu wamekula, wameacha vyakula, ni haki yetu sisi kama familia. Turudi katika jambo la msingi. Kwani hiki kikao ni cha nini? Kama kuna utaratibu wa kuweza kufunga kikao, ningefunga. Jamani, kama mlivyosikia. Huyu bwana ndio hivi. Kuna muda network inapanda, network inashuka.
Yaani haeleweki. Samahani ndugu yangu, samahani. Huyu bwana kama mimi namfahamu, wewe machoni mwangu sio mgeni wewe. Mimi? Mimi sina nini mdogo wako Mwarabu. Mwarabu. Kalikumbuka sasa. Ndio, tulikuwa wote Dubai tunafanya biashara. Labda mimi nikwambie bwana nani wewe bwana mkubwa. Jamani, kiukweli mimi nimeipenda hii familia. Basi. Cha msingi mimi naweza nikatoa barua na nikaoa. Basi sawa, tumekuelewa. Jamani, cha msingi iko. Mimi naenda choo. Tulichokubaliana jamani kifanyike. Ndio. Tulichokubaliana kifanyike, mambo ndo haya ndo matatizo. Mtihani. Ila huyu bwana si ndo amesema ataka naye. Yeye ndo atakuwa kwanza. Sawa, hamna shida. Safi ndugu yangu. Ndugu yangu, mbona upo katika hali kama hiyo? Umetulia ya utulivu. Vipi? Kuna shida yote? Shida tu nilikuwa nafikiria kama bahari ingegeuka kuwa chai ingetosha mikate mingapi. Kwa hiyo nikawa niko katika mawazo ya design. Lakini sio mbaya ukiwa na fikra za design hiyo, bila shaka binadamu pale anakuwa na njaa. Kwa hiyo wewe bila shaka una njaa. Ni sawa. Sisi mtu mzima umri umeenda. Kwa nini unaona kajua kabisa huyu atakuwa na njaa? Huenda. Kwa hiyo cha msingi ndugu yangu, mimi nataka tufanye jambo moja. Siku zote hata Waswahili wanakuambia ukimwona siku Masai kavaa suti, bila shaka kapendwa na mzungu. Wewe bwana una maneno wewe. Wewe bwana una maneno kama uswadi. Umeona sasa? Wewe bwana una maneno. Safi kabisa. Nataka ukachukue mkate basi ndugu yangu. Haina shida. Wewe ukachukue mkate, kipindi hicho mimi naenda kupiga maji kwanza. Unaenda kupiga maji? Sina maana kupigana nayo. Maana yangu kwenda kuoga. Kupiga maji kwa kuoga. Umri tena umeenda, Viswahili vyenu usivijui mimi. Wote umri umeenda. Basi fuatilia, fanya hivyo. Mkate si unakula lakini? Sawa. Kwa hiyo mkate bila kilainishi unamaanisha nini? Yaani kama vile mafuta yake yale siagi labda. Siagi. Yuko humo Mr. Siagi. Ipo ndani. Kumbe na unayo huko ndani. Ipo bwana. Hamna shida. Ndugu yangu bwana. Unajua kwa sisi watu ambao tumesafiri nchi za nje, lazima tuwe tunapenda kula mikate. Hivi ulisafiri nje ya nchi wewe? Nilikuwa ndani nikasafiri kutoka hapa nje. Kweli. Hivi vipi nani vidonge ulimaliza? Dozi. Lakini nimemaliza sababu kimebakia hii tembe moja. Basi utakuwa sawa. Uko vizuri. Nakuona uko vizuri. Sawa kaka, haina shida. Sawa, Mungu ashukuriwe kwa kweli. Samani kaka. Hivyo umeniambia nikanunue nini vile? Mkate babangu. Mkate. Unajua mkate bwana ni mzuri sana. Ndio maana hata redio Tanzania ikifika jioni kuna ile nyimbo yao wanapiga ile. Mkate kwa chai. Mkate kwa chai. Mkate kwa chai. Mkate kwa chai. Sawa ndugu yangu. Nakutegemea sana. Mdogo wangu kipenzi. Wewe unakuwa wewe. Unanipita sasa. Jamani, Mungu mkubwa kabisa yani. Yaani namuona ndugu yangu kabisa ameelekea kabisa kwenye kupona kabisa. Mungu bwana amtupi mja wake kwa kweli. Na ndio maana naambiwa siku hizi ukimwona kijana wote anatema mate sio na safula, wengine ana ugoro mdomoni. Safi kabisa. Wewe bado hujatoka chooni? Mama yangu jamani. Ndugu yangu mkate uko wapi kwanza? Mkate?
kumekucha tayari yani. Ndugu yangu, wewe si nimekutuma mkate hapo ulivyoondoka hapa wewe. Wewe hujanituma